Ugonjwa wa figo ni moja ya ugonjwa ambao unasumbua watu wengi sana, na walio wengi hawajui dalili zake mapema, jambo ambalo linafanya kugundua dalili wakati tayari ugonjwa umeathiri sehemu kubwa ya mwili wako. Katika siku leo nitakuletea dalili 7 za magonjwa ya figo ambazo ukizifahamu zitakusaidia kutambua tatizo hili mapema na kuchukua hatua mapema kabla hata halijasababisha madhara makubwa katika mwili wako. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama uliko bado ukijiunga nasi, ni kuombe bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Dalili ya kwanza ya ugonjwa wa figo ni kubadilika kwa mfumo wa mkojo. Hii ni dalili ya mwanzo kabisa kwa mgonjwa wa figo. Mgonjwa huyu anaweza kupata dalili ya kubadilika kwa mfumo wa mkojo kwa njia zifuatazo. Kwanza, kupungua kiwango cha mkojo. Mkojo unaweza ukawa ni mdogo sana kupita kiasi ambacho tungetarajia mtu huyo angekojoa. Kwa mfano, mtu huyo amekunywa kiasi cha maji cha lita 2, unatarajia mkojo uanzie mililita 800 kwa siku mpaka lita 1.5 au mpaka lita 2. Kwa kiwango hiki kinapopungua, tunajua kabisa hapa kuna changamoto katika mfumo wa mkojo. Lakini pia mkojo unaweza ukabadilika rangi mpaka ukawa na ishara ya mapovu au rangi kama ya chai, lakini pia huambatana na damu. Hii ni ishara ya kwamba kuna shida katika mfumo wa figo, hasa katika nefroni ambazo zinahusika na uchujaji wa mkojo. Ukiona dalili hizi, kisha unamwona daktari ili ufanye kipimo cha figo mapema. Dalili ya pili ni uvimbe, yani tunasema edema katika maeneo ya miguu, mikono pamoja na vifundo. Hii ni ishara ya kwamba kiasi kikubwa cha maji kinabaki katika mwili, tunaita fluid retention, water au fluid retention. Kwa hiyo kinapobaki kiwango cha maji kinaashiria kwamba kuna tatizo la figo. Hivyo tunashauri kuna dalili hii, hakikisha na daktari ili uweze kupata vipimo mapema. Lakini pia ishara nyingine ya fluid retention, yani maji kujaa katika mwili, utaanza kuona ishara ya kubana katika maeneo ya pete au katika viatu kubana, au nguo zile ambazo zinakubana basi zinabana. Muda mwingine sio tu ongezeko la uzito, inaweza pia ikawa ishara ya figo. Lakini pia unaweza kupata ishara ya uso kuvimba nyakati za asubuhi na kupungua uvimbe nyakati za mchana. Kwa hiyo ni ishara ya figo. Dalili ya tatu ni kuishiwa nguvu au kuchoka bila sababu. Hii ni ishara ya kwamba wakati figo zinafeli, basi homoni inayohusika na uzalishaji wa damu, yani erythropoietin, nayo pia inazalishwa kwa kiwango cha chini, jambo ambalo linaweza kupelekea upungufu wa damu. Lakini pia mtu kupata dalili kama kuishiwa nguvu, kuchoka bila sababu, muda mwingine hata kupata kizunguzungu. Dalili ya 4 ni mwili kuwasha hata baada ya kuoga. Mwili unaweza kutoka washwa bila sababu ya msingi, na mwasho huu unaweza kuendelea kwa muda fulani. Jambo hili hutokea hii ni ishara ya kwamba kuna kiasi cha taka kinabaki katika mfumo wa mwili, kwa hiyo unahitajika kufanya kipimo pia cha figo. Dalili ya 5 ni kichefuchefu pamoja na kutapika. Kichefuchefu pamoja na kutapika, dalili hii hutokea kwa ishara ya kwamba kuna maambukizi ya damu kuna maambukizi ya bakteria katika mfumo wa damu, au kuna mabaki ya taka mwilini, au kuna magonjwa ambayo yamesababishwa na changamoto ya figo. Kwa ukiona dalili hii ya kichefuchefu pamoja na kutapika, hakikisha pia unafanya vipimo cha figo. Kichefuchefu na kutapika ni dalili za magonjwa mengi sana, lakini pia hata figo pia ni moja dalili yake. Dalili ya 6 ni maumivu ya tumbo au maumivu ya mgongo. Unaona figo zipo katika eneo la tumbo, kwa unapopata maumivu ambayo pia yanaambatana na maumivu ya mgongo, basi usichukulie poa. Hakikisha unamwona daktari ili upate kipimo cha figo na uweze kutambua tatizo lako mapema na uweze kuchukua hatua mapema ya kudhibiti ugonjwa ambao unakusumbua, ili uweze kupata matibabu mapema na uweze kuendelea na shughuli zako. Dalili ya 7 katika siku yetu ya leo ni kupanda kwa shinikizo la juu la damu bila sababu ya msingi au katika umri mdogo. Shinikizo la juu la damu linapopanda inaashiria kwamba muda mwingine kuna shida kwenye figo. Lakini pia figo pia zinahusika katika
kurekebisha kiwango cha shinikizo la juu la damu katika mwili wako. Kwa hiyo shinikizo hili la damu linapopanda katika mwili wako linaweza likaashiria kwamba kuna tatizo katika figo ambalo linapaswa kuchukuliwa hatua na kudhibitiwa kwa haraka. Hizi zilikuwa ni dalili za figo ambazo ukiziona basi utapaswa kufanya vipimo mara moja ili uweze kudhibiti changamoto hii kabla hata haijawa kubwa. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi ili wapate kujifunza na waweze kudhibiti changamoto ya ugonjwa wa figo mara tu pindi inapoanza. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.